Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu. Karibu sana asubuhi ya leo katika mafundisho yetu katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni mchungaji David Wanjala kutoka huduma ambayo inaitwa Bride of Christ Outreach Ministry ambayo iko haya maeneo ya Nakuru. Biharusi wa Kristo, huduma ya kufikia watu na kuwaleta katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuomba ili tuweze kuanza mafundisho yetu. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru na liinua jina lako Mungu wa Israeli, kwa maana wewe ni Mungu uliye mkuu ambaye Bwana umeketi katika kiti chako cha enzi. Wewe ni mfalme na hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ndiyo maana hata sasa hivi Bwana nachukua hii nafasi kukutwesa, kukuinua na kukubariki na kukuheshimu jina lako. Asante kwa kunipa huu wakati niweze kuendelea na mafunzo ambayo nilianzisha Jumapili 2 zilizopita, na leo tunapoendelea na sehemu ya 3 na kuomba ya kwamba ukanisaidie ufungue Mungu Papa mfalme mawazo yangu nikatafakari vema kuhusu neno lako, napolifundisha wanaonisikiliza wakaweze kulipokea hata wakiwa na utarajio mwingi. Jehova, maana wewe ni Mungu unayestahili, Mungu ambaye ni mkuu. Pokea sifa na shukrani, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Msikilizaji mpendwa, asubuhi ya leo nataka kuchukua hii nafasi kuendeleza ujumbe ambao nimekuwa ninaupeana, na leo ni sehemu yetu ya 3. Kumbuka nilianza kuzungumza na ujumbe wangu ni kuhusu nabii Elia. Leo ni sehemu ya 3 na tunaenda kuona kuhusu mtu wa Mungu kutoka Yuda. Kumbuka nilianza kuzungumza na nikawa ninasema ya kwamba tunataka tujifundisha na tuelewe kwa nini Mungu akaweza kumtuma nabii Elia kwa wana wa Israeli kwa wakati kama huo. Maana ninajua ya kwamba nabii Elia ni mmoja ambaye amesua utata katika imani ya Kristo. Watu wengi hutafsiri Biblia kwa njia ambayo sio vile ilivyotarajiwa. Na ndiyo maana nikasema ya kwamba nitachukua nafasi kuweza kufundisha haya mafundisho. Na kwa hivyo leo mahali popote ambapo unanitizama na unanisikiliza, na kuomba uweze kupelekana na mimi ili tuweze kuona zaidi. Nakumbuka katika kipindi chetu kilichopita nilikuwa ninanena, ilikuwa ni sehemu ya 2, na nikawa ninazungumza kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni utangulizi. Sehemu ya 2 tukawa tunataka kujua ni kwa nini ilimusababisha Mungu akaweza kumtuma nabii Elia katika taifa la Israeli. Kwa muhtasari nilikuwa nimeelezea kwamba wakati taifa la Israeli lilipoanza kutawaliwa na wafalme, kulianza kuwa na mkengeuko ambao ulielekeza hilo taifa mpaka likawa ni taifa ambalo halimtambui Mungu tena. Mpaka hata siku ya leo nakuta ya kwamba Israel hawajaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuja, kama vile Yohana anavyotuambia ya kwamba katika Yohana 1:12 ya kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Lakini yeyote yule aliyempokea alimpa uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Sio yeye aliyesaliwa kwa damu na nyama, bali ni yeye aliyesaliwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuendeleza huu ujumbe tukaone ya kwamba hata ninapoongea hivi taifa la Israeli siku ya leo kijumla halijakumbatia huduma ya Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba Jumapili ya leo ulimwenguni watu wanasherekea na wanakumbuka hata kusudi la kuja kwa Yesu Kristo. Alikufa, aliteseka, akafa, akazikwa na akafufuka siku ya 3, ikawa ni siku ya kama ya leo ya Jumapili. Na ni muhimu ya kwamba tukaweze kuelewa ya kwamba kufufuka kwa Yesu Kristo kulileta uhuru katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu kimsingi mwanadamu alikuwa ameandikiwa kifo na Ibilisi, lakini Yesu Kristo akaja kubadilisha hayo yote. Maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwa herufi kubwa na kwa wino usiofutika ilikuwa ni ya kwamba binadamu ataenda katika kuzimu, lakini Mungu akamhurumia na ndiyo akaleta Yesu Kristo. Na ndiyo siku ya leo nataka kuendelea ya kwamba katika taifa la Israeli tuliona ya kwamba katika Jumapili iliyopita tuliona
mtawala ambaye ni mwana wa Daudi ambaye anaitwa King Solomon ama Suleimani ameasisha jukwaa la ibada za sanamu. Tukaona ya kwamba alikuwa ameasisha miungu tano katika Israeli. Na tukaona muungu mmoja alikuwa anaitwa Ashtorethi ambaye alikuwa ni muungu hakika wa Wasidoni. Mwingine alikuwa anaitwa Milcom ambaye alikuwa chukizo la Waamoni, na mwingine alikuwa anaitwa Chemosh ambaye alikuwa ni chukizo la Wamoabi. Wanne akawa ni Moleki ambaye alikuwa pia ni chukizo la Waamoni. Haleluya. Alafu jambo la tano tukaona ya kwamba aliruhusu wake wa kigeni wote, kila mmoja akainua mahali pa sanamu zao, na akaweza kuinua hata madhabahu ya miungu zao, na wakaweza kufukiza uvumba mahali pale. Nakumbuka nikisema ya kwamba katika siku hizo, siku za ibada, uvumba mkubwa sana wa moshi mweusi ulikuwa umetanda juu, kwa sababu wanawake 1,000 kila mmoja alikuwa ameinua mahali pa ibada. Kulikuwa na madhabahu yametandaa katika nchi ya Israeli. Tukaona ya kwamba Mungu, kwa sababu ya hayo maneno, Mungu akaweza kumkataa Suleiman, na akakata ufalme. Pande moja akapeana makabila 10 na pande nyingine akapeana makabila 2. Na tuliona ya kwamba hapo pia waraia pia walikuja na wakaanza kufanya mambo yakatajwa, kwa sababu nilikuwa nimeyasoma. Basically nilianzia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 11 tukasoma mpaka 12. Leo tunaenda kusoma mstari wa mlango wa 13 ambapo ndio inaenda kuelezea kuhusu ujumbe ule ambao nimepeana. Nakumbuka ya kwamba asubuhi ya leo tuko hapa katika hii kipindi cha Kiswahili, lakini baada ya kitu kama saa 8:30 saa 9 pale tutakuwa na kipindi cha Kiingereza tukiendeza ujumbe huo, ili ya kwamba yeyote ambaye hakushika kwa lugha ya Kiswahili aweze kushika vizuri, na tuendelee kuwa katika ukurasa mmoja. Tukaja tukaona pia ya kwamba wana wa Israeli bila nasema ya kwamba wakamwacha Mungu, wakaacha kumwabudu Mungu wa kweli, wakaanza kuabudu Ashera, miungu ya Sidoni. Namba 2 ya kwamba pia wakaabudu Chemoshi, muungu wa Moabi, na namba 3 ya kwamba wakaabudu Milikomu, muungu wa wana wa Amoni. Haleluya. Tukaona ya kwamba haya yakawa ni machukizo, na jukwaa ikachengeka ya kwamba upande mmoja unapotawaliwa na Jeroboam ambaye alikuwa ni mwana wa Nebati, mfanyikazi wa Suleiman, kama vile ambavyo Ahija alikuwa ametabiri. Upande huu mwingine Rehoboam anatawala taifa, anatawala kabila la Yuda na Benyamini. Na tunaona ya kwamba yeye hakufuata njia za baba yake Daudi kama vile alivyowatawala wa Israeli. Maana wa Israeli walikuja wakamuulizia ya kwamba akaweza kulegeza mizigo mizito ambazo walikuwa wamewekewa na Suleiman, lakini yeye naye akasema ya kwamba atazifanya ziwe mizito mara 2. Na ndiyo maana tunaona ya kwamba Waisraeli wakaweza kukawanyika, mataifa 12 yakashikamana na yakawa upande wa Jeroboam, na mataifa 2 ya Yuda na Benjamini wakawa upande wa Rehoboam mwana wa Suleiman. Tukaona ya kwamba hawa watu wawili nilikuwa nimeelezea kwamba Daudi alikuwa ameweka jukwaa ambalo ni la kumwabudu Mungu. Suleimani akaja akachenga jukwaa lingine ambalo ni la ibada za sanamu, miungu za kila aina za ugenini zenye mataifa yaliyokuwa pale yamewazunguka, akaweza kusikumbatia na akaweza kuinua maeneo pao, mahali pao palipo juu sana palipoinuka, na moshi ya uvumba ikawa inafukizwa mahali pale ikiwa ya machukizo kweli kweli. Mungu akachukizwa na haya mambo kiasi ya kwamba sasa akaidharau na akaitema nchi. Na ndiyo tunaona ya kwamba huo ndio wakati ambao Mungu ilimubidi aweze kumtuma nabii Eliya, nabii wa moto. Tutakuja kuona, kwa sababu tukifika katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 utamuona akicha. Hakukuwa anamezea maneno, alikuwa akiyanena kwa uwazi na hakuokopa hata mfalme. Alisimama na akaweza kuchallenge ama kupishana
the status quo ambayo ilikuweko siku hiyo, ibada ambazo zilikuwa zinaendeshwa katika madhabahu ya Baal. Tutakuja kuelewa kwa sababu huu ni mtiririko tu ambao ulichenga the platform ama arena, ulichenga jukwaa ya ibada za sanamu. Ndio wakati ambapo sasa tuna mfalme ambaye anaitwa Ahabu alikuja kutawala, akaendelea kuwa muofu wa hofu, na yeye ndiye alienda kumleta Baal-Beor, mungu wa watu wa mataifa. Kaenda akachengea mke wake, maana alioa pia Jezebel. Jezebel naye akaleta Ashera, the group of Ashera in the land. Na ndio tunaona ya kwamba haya mambo yakawa ni kana kwamba sasa ni upeo wa machukizo katika nchi. Haleluya. Ndio Mungu akaamua kwa uchungu, kwa hasira kali, hasira iwakayo moto, ya kwamba ni lazima ahukumu taifa la Israeli. Na ndio akaliweka chini ya kutonyesha mvua kwa miaka 3.5, kama vile sasa huyu nabii wa moto alivyoonekana kwenye jukwaa na akanena. Haleluya. Nataka tuangalie na tuone ya kwamba katika huu muktadha ambao natumia hapa, neno hili tuendelee nalo siku ya leo. Ujumbe wetu ni ya kwamba mtu wa Mungu kutoka Yuda. Kumbuka Yuda inatawaliwa na mfalme ambaye anaitwa Rehoboam, na kulingana na Mungu amekabidhi huu ufalme kwa nyumba ya Yuda kama hifadhi. Anahifadhi utawala wa Daudi kwa sababu ya Yerusalemu ambayo Mungu alikuwa ameiteua katikati ya miji zote za Waisraeli. Na kwa sababu ya mtumishi wake Daudi hakutaka ya kwamba utawala wa Daudi ama rekodi ya Daudi ikaweze kuangamia. Kwa hivyo Rehoboamu alikuwa amewekwa pale kwa mhifadhi wa ule utawala wa Daudi. Lakini tutakuja kugundua ya kwamba upande mwingine, Jeroboamu anapoendelea na machukizo, naye Rehoboamu vile anaendelea na machukizo. Nikawa ninasema ya kwamba jukwaa la tatu lilitengenezwa. Maana jukwaa la kwanza lilikuwa la ibada ya kweli ya Mungu wa Israeli, ambaye anaitwa Jehova Yahweh. Haleluya. Mungu, my Lord, God is my Lord. My Lord is God, my Lord is God. Bwana wangu ni Mungu. Haleluya. Sasa hapa majukwaa matatu yametengenezwa. Moja ni ile ya Daudi ambayo Mungu ameiweka kuhifadhi. Hifadhi yake ameiweka kwa Rehoboam, ya kwamba aendeleze hilo jukwaa la Daudi. Jukwaa lingine ni la Suleiman ambalo ni la miungu, la ibada za sanamu, idolatry. Idolatry ambayo ilikuwa inanukia vibaya katika taifa la Israeli. Na sasa jukwaa la tatu nao Jeroboam amelichenga kule kwingine pia, kuendeleza, kuinua sasa kiwango cha hizo ibada za sanamu kwa kiwango cha juu zaidi, na kuwafutia pia wana wa Yuda waondoke katika ibada zao kule, wakuche waabudu mahali pale. Na kwa hivyo anaendesha. Tuliona ya kwamba naye Jeroboam, Biblia inasema ya kwamba alijijengea mahali pake pa ibada ambapo panaitwa Bethel na Dan. Alienda kule na akainua, akaona ya kwamba hawa makabila 10 ambayo alikuwa anayatawala wakiendelea kukwea mlima wakielekea kule Jerusalem kuabudu, siku moja wataasi. Na kwa hiyo akaenda kule Bethel na akatengeneza ndama wa dhahabu. Akatengeneza ndama mwingine akamweka kule Dan. Na kwa hiyo yeye akawa na maeneo mawili ya idolatry. Na kumbuka ndama kama hizi zilitengenezwa wakati wa Aaron. Wakati mtumishi wa Mungu Nabii Moses alikuwa kwenye mlima akimngojea Mungu kwa kuomba na kwa kufunga siku 40 na usiku 40. Alikuwa anangojea kupokea mashauri kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo huyu Jeroboamu akatengeneza hapo maeneo hayo. Na ukisoma hadithi hii utakuta ya kwamba Jeroboamu akawa ni mtu wa kuenda tuna kuinua watu ambao hawafai, akiwafanya kuwa makuhani na akiwateua wakiwa wao ndio wanaosimama kutoa uvumba, kutoa ibada ya Mungu katika hayo madhabahu aliyoyatengeneza.
wakati ambapo unaingia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango ni wa 13 kutoka mstari wa kwanza. Biblia inatuelezea, yawezekana sitasoma lakini nitakunakilia na nitakuelezea aliyo ndani pale. Mungu akamtuma mtu wake. Biblia inasema ya kwamba, and behold, na tazama kukacha mtu wa Mungu kutoka Yuda kwa neno la Mungu. Akaja Bethel, na Jeroboamu alisimama kwenye madhabahu akifukiza uvumba. Kumbuka, Jeroboamu hakukuwa kuhani. Kuhani peke yake ndiye aliyekuwa ametengewa hiyo nafasi ya kusimama mahali kwenye madhabahu na akafukiza uvumba mbele za Mungu. Jeroboamu hakuwa kuhani wala hakuwa mwana wa kuhani. Yeye akawa kwa kinaya amechiweka pale na amechukua nafasi ile ya kuhani na anafukiza uvumba kwenye ile madhabahu iliyokuwa kule Bethel na madhabahu ile iliyokuwa kule Dan. Hapa sasa huyu mtu wa Mungu alikuja kwa madhabahu yaliyokuwa Bethel. Na nikakwambia ya kwamba Bethel ni pale pahali ambapo alikuwa panaitwa Luz, ambapo tunajua ya kwamba Yakobo alikuwa amelala mahali pale na akapateua, akasema kumbe mlango wa mbinguni huko mahali hapa. Na hapo palikuwa ni mahali pa kuheshimiwa sana, kwa sababu kulikuweko na madhabahu ya Mungu wa Israeli. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu mtu wa Mungu akacha, naye Jeroboamu alikuwa amesimama anafukiza uvumba. Jeroboamu ambaye ni mfalme wa makabila 10. Biblia inasema ya kwamba na huyu mtu wa Mungu akalia, mstari wa 2, akalia kinyume cha madhabahu kwa neno la Mungu akisema, ewe madhabahu, hivi ndivyo Mungu anavyonena, tazama kutasaliwa mwana kutoka kwa nyumba ya Daudi ambaye ataitwa Josiah, na Josiah huyu atakuja kwenye haya madhabahu na atatoa kafara mifupa ya wale makuhani wote ambao wanasimama kwenye madhabahu haya kufukiza uvumba. Atawachukua na awatoe. That is a sacrilege. Ibada za kutoa mili za wanadamu kwenye madhabahu. In other words, huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anatangaza laana kwa hayo madhabahu yaliyokuwa kule Bethel. Akawa anasema ya kwamba haya madhabahu yamenajisika, na kwa hivyo Mungu ili aweke mshumari wa mwisho katika kunajisika kwa haya madhabahu, kutazaliwa mtoto aitwaye Josiah kutoka katika nyumba ya Daudi, na yeye atakuja na atachoma uvumba, atachoma juu ya hii makuhani wa mahali palipoinuka, atawachoma juu ya haya madhabahu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba na yeye akapeana ishara. Huyu ni mtu wa Mungu kutoka Yuda. Nataka tumakinikie huyu mtu wa Mungu. Kwa njia nyingine ni nabii wa Mungu kutoka Yuda ambaye hatujapewa jina lake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Biblia iko na kusudi kwa sababu gani haikupeana jina lake. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu mtu wa Mungu akapeana ishara katika siku hiyo, na hii ndiyo ishara ambayo alipeana. Akasema madhabahu haya yatapasuka katikati, na machifu yote yaliyo juu yake yatamwagika chini. Hiyo ndiyo ishara ambayo aliitoa. Mstari wa 4 unasema ya kwamba na ilikuja kutimia ya kwamba mfalme Jeroboamu alipoyasikia haya ambayo mtu wa Mungu aliyasema kinyume cha Betheli, cha madhabahu ya Betheli, yeye alinyosha mkono wake, akamuashiria mkono wake kwa kidole kwa kumuonya. Akaambia maaskari yake washike huyo mtu. Na katika ile hali tu, wakati ameashiria mkono hivi, amenyosha kidole chake hivi, Biblia inasema mkono wake ukakauka, haungeweza kurejea tena.
ukawa umesimama kama kichiti kilichokauka namna hiyo. Na neno nasema ya kwamba Jeroboam akaweza kujua hapa kuna hatari, kwa sababu amemnyoshea kitole mtu wa Mungu aliyetumwa kutoka Yuda, na kitole chake kimekauka. Biblia inasema akamuomba ya kwamba amsii Mungu na amuombe ili hicho mkono wake ukaweze kurejelea katika hali yake ya kawaida. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba vile tu ambavyo alifanya mkono wa Jeroboamu ukakauka hivyo navyo madhabahu yakapasuka na machifu yakamwakika, kulingana na neno la mtu wa Mungu na ile ishara ambayo alipeana. 6 inasema na mfalme akamuomba mtu wa Mungu amsii Mungu uso wa Mungu, na akamuombe ili ya kwamba mkono wake ukaweze kurejea katika hali yake ya kawaida. Naye mtu wa Mungu akamsii Mungu na mkono wa mfalme ukarejea kawaida. Unaposoma hiyo story utakuta ya kwamba wakati haya yalipofanyika, Jeroboamu akajua huyu mtu sio mtu wa kawaida. Na kwa hivyo akaanza kumsii, akamuomba, tafadhali na kuomba tuende na wewe nyumbani kwangu ili ule unywe uoge na ujiburudishe. Naye mtu wa Mungu akamwambia, hata kama utanipa nusu ya nyumba yako na ufalme wako, mimi sitaenda pamoja na wewe, kwa sababu Mungu aliyenituma alinionya, alinipatia maagizo ambayo siwezi kuyafunja. Kumbuka huyu ni mtu kutoka Yuda ambayo sasa ni hifadhi ya mfalme Daudi. Yuda ambapo pamebaki mahali kama museum ambapo panaweka kumbukumbu ya utawala wa mfalme Daudi. Kwa hivyo pale tunatarajia kuona ya kwamba kulikuweko na hofu ya Mungu. Tunatarajia kuona ya kwamba kulikuweko na kumcha Mungu katika Yuda, kwa sababu ni hifadhi, ni makabadhi ambayo yameweka kumbukumbu la kichwa cha Mungu ambacho Daudi alikuwa amekiinua katika taifa la Israeli. Haleluya. Tunaona ya kwamba huyu mtu wa Mungu akamuelezea mfalme na akamwambia, hata ukinigawia mali yako na ukinifanyia nini, mimi sitaenda. Na mfalme hakuendelea kumshawishi, kwa maana Biblia inasema ya kwamba huyu mtu wa Mungu alipotekeleza huduma ambayo alikuwa ametumwa na Mungu, alipomalizia hiyo kazi, na kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia asikule na asikunywe, barabarani alikuwa aende, na hata labda hakukuwa asalimie mtu. Na pia Mungu akamwambia ya kwamba asirejelee njia ile ambayo alikuja nayo. Kwa hivyo alipomaliza haya yote, aliweza kuyatii na kuyafanya yale ambayo Mungu alikuwa amemuelezea. Biblia inasema hakurejelea ile njia alikuja nayo, bali aliendea njia nyingine. Ole wake huyu mtu wa Mungu kutoka Yuda, kwa sababu kule Betheli kulikuweko na mtu mwingine ambaye Biblia inamuita nabii wa zamani, ambaye vile jina lake halijapeanwa. Na ninataka kutangaza hatari kwa hiyo ofisi ya nabii. Maana hapa tunaona ya kwamba huyu nabii wa zamani alikuwa anaishi Betheli. Biblia inamuita an old prophet. Yawezekana kunao wakati alikuwa katika ofisi ile akifanya kazi, na sasa katika ile ofisi alikuwa amezeeka, ya kwamba mwito wa nabii unaendelea kuzeeka na kudidimia. Na inawezekana hata hakuwa mtu ambaye alikuwa anaona maono na ndoto, kwa hiyo alikuwa anaendelea kudidimia. Suppression ya prophetic nows in the land, ya kwamba matangazo ya unabii katika eneo la Yuda ilikuwa imekoma. Na ndiyo maana unamuona ya kwamba huyu Jeroboamu angekucha yeye mwenyewe asimame kwenye madhabahu na akafukize uvumba, na angeenda okote watu ambao hawafai,
awalete na awatawaze na awaweke kwenye yale madhabahu kufanya pia kazi kama hiyo. Kwa hivyo huyu nabii wa zamani, yeye hakukuwa pale katika ule mkutano, lakini neno linasema ya kwamba kulikuweko na wanawe walioona yote ambayo huyu mtu wa Mungu kutoka Yuda alinena. Jeroboamu ameona ya kwamba mkono wake umekauka. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba Jeroboamu abadilishe mawazo yake na nia yake, aanze kumwelekea Mungu, kwa sababu ilikuwa ni tunuku kubwa alipewa. Ahija alikuwa amemtunukia kipawa cha juu zaidi. Wakati aliporarua ufalme wa Israeli vipande 10 na akampatia, alikuwa mtoto wa mtumishi wa Suleiman, hakufaa, lakini Mungu amemfanyia rehema, amemupa ufalme na amemtunuku, lakini sasa anaukanyagia chini ya miguu yake na ukudharau. Na vile mtu wa Mungu alivyotangaza imefanyika, aliona na macho yake ikifanyika, lakini kabla ifanyike alinyosha kidole chake na kikakauka, na akajua kweli mimi nimekuwa mtu ambaye mkono wangu umenyauka. Akamuuliza mtu wa Mungu amuombe, na aliona mtu wa Mungu akiomba na ikarechelea. Ilikuwa sababu ya kutosha ya kwamba Jeroboamu akaweze kubadilisha mawazo yake na imani yake, aondoke katika ile jukwaa ambalo alikuwa analiinua pale, jukwaa ambalo ni la machukizo, ili aweze kurechelea. Na ndio Mungu alimtuma mtu wa Mungu kutoka Yuda, akatii na akarechelea njia nyingine. Biblia inasema kulikuweko na vijana wawili, vijana wa huyo mzee ambaye anaitwa mzee, nabii mzee. Wakakimbia nyumbani na wakamuelezea yote ambayo kumekuja mtu wa Mungu kutoka Yuda, na ametangaza hukumu kwenye madhabahu. Na wakaona yote ya kwamba madhabahu alipotangaza ilipasuka, majivu yaliyokuwa juu yake yalimwagika, na ya kwamba Jeroboamu alipomnyoshia kidole hivi akasema mkamate, kikakauka, mkono ukakauka, na akamsihi, na yeye akaomba Mungu na mkono wa mfalme ukarejea. Huyu nabii mzee akawauliza alienda njia gani, na wakamuelezea tulimuona akiendea njia fulani. Akasema nitengenezee punda wangu haraka haraka. Nabii mzee akaingia akapanda juu ya punda, akaanza kukimbia, akaenda akafuata hiyo njia. Hallelujah, praise the name of the Lord. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba alipoenda katika hiyo barabara, akafika mahali akamkuta mtu wa Mungu kutoka Yuda ameketi chini ya mti mwereni, inaitwa oak. Ameketi chini ya ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Akamsalimia, akasema wewe ni yule mtu wa Mungu ambaye ulitumwa kutoka Yuda? Huyo akamwambia naam, ni mimi. Haleluya. Wakasalimiana vizuri, na kwa sababu kulikuwa na ishara ambazo zinatendeka katika ofisi ya prophet, huenda waliweza kuchipishana, kwa hiyo kutumia hizo ishara. Akamwambia situkuche, turudi kwangu, nienda nikupee maji ukule ukunywe, unawe miguu upumzike, uamkie na urudi. Huyo mtu wa Mungu kutoka Yuda akamwambia nilishauriwa na neno la Mungu ya kwamba nisikule, nisikunywe, nisiende mahali pengine popote. Nikishatekeleza hiyo kazi yangu, mimi nisirechelee ile njia ambayo nilikuja nayo, bali nirejee kupitia njia nyingine. Huyu nabii wa zamani akamwambia hata mimi pia ni nabii kama wewe. Haleluya. Hata mimi pia ni nabii kama wewe.
na nilionyeshwa kupitia kwa neno la Mungu kwa kinywa cha malaika. Kaniambia nikufuate na nikuje nikurejeshe kwangu, ule na unywe na kisha uamuke uende zako. Biblia inatueleza ya kwamba huyu nabii kutoka Yuda alisikiliza hiyo sauti na akaiheshimu. Akakosa kuheshimu sauti ya Mungu iliyomtuma. Angalia, this is the chronology. Haya ndiyo mambo ya kwamba Mungu amemuinua nabii kutoka Yuda kwenda kuleta suluhisho Israeli. Akifika kule amekuwa reckless, careless. Amekuwa wa kutojali. Amejipeana kwa maroho zingine za unabii. Neno zingine ambazo zinanenwa hatuwezi tukajua, kwa sababu yule nabii wa Yuda neno anasema ya kwamba alikuja by the word of God. Hakuna mahali tumeelezwa ya kwamba ni malaika alimpa hilo neno. Lakini huyu nabii wa zamani anasema malaika alinikujia akanipa neno akasema nikuche. Hallelujah. Na ndio naona hapa the interplay of evil angels. Hapa inatuonyesha waziwazi ya kwamba ofisi ya unabii is predisposed. Imewekwa wazi ya kwamba malaika wa ufalme wa giza wanaweza kupata mwanya na nafasi na kuingia pale na kutangaza ya kwamba neno la Mungu limenikujia. Na mtu asipokuwa mwangalifu yeye ataamini. Na wengi wameamini na wamepotea. Kwa sababu huyu nabii kutoka Yuda alipomwamini huyu, alikubaliana na wakarejea na yeye nyumbani na wakaenda wakakula na wakakunywa na wakafurahia wakaburudika. Lakini Biblia inasema walipokuwa wamekula na wanakunywa na wanafurahia, sasa Mungu wa mbinguni hakumwangalia tena yule nabii wake kutoka Yuda kwa macho za huruma. Hakumuongelesha na lile neno alilomtuma nalo. Alifungua kinywa cha huyu nabii wa zamani, angalia, ambaye amemdanganya, amemtoa kule kwenye njia, amemleta kwake, kumsukuma na kumupangia kifo. Neno likakuja sasa kupitia kwa kinywa cha nabii wa zamani ya kwamba wewe, kwa sababu haukulitii neno la Mungu, mwili wako hautalala kwenye makaburi ya baba zako. Kwa sababu ulikucha na ukaleta neno la Mungu Bethel, na ukapeana ishara na hiyo ishara ikatimika. Jeroboamu akakuonyesha kidole na wewe ukakisababisha kikakauka. Kisha ukamwombea na kikarejea. Lakini haukutii sauti ya Bwana. Hallelujah. Bethel. Mungu akatumia Bethel iliyoanguka kurebuke, kumkemea mtu wa Mungu kutoka Yuda ambaye alikuwa amekuja kuleta urejesho, kusambaza ufalme wa Daudi katika himaya ya Jeroboamu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kisha Biblia inasema walipomaliza kula, yule nabii wa zamani akamwandalia punda yule mtu wa Mungu kutoka Yuda, akamuaka na akamsalimia. Hallelujah. Akamwambia, safari njema ndugu yangu, maana wewe ni ndugu yangu. Yule mtu wa Mungu akawa anaenda, sijui kama ni ile njia alikuwa ambapo alirudishwa ndio tena aliendea, ama alienda kutafuta nyingine. Hallelujah. Neno linasema njiani akatokea simba
njiani. Simba aliyetumwa na Mungu, aliyemtuma yule mtu wa Mungu kutoka Yuda, akaja na akamshika mtu wa Mungu na akamuua, na akarusha mwili wake pale kando kando ya barabara. Hakumguza bunda, na hakuula ule mwili, na hakurudi kichakani. Aliketi pale akiwa amechunga. Simba mla nyama amemuua mtu wa Mungu na hakumula, akamuua na hakumuacha pale, akaketi pale akiwa anamlinda. Ukisoma hiyo story, haya maneno naye yanena yako katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13, na kwa sababu utaweza kuyasoma na ukayaelewe. Huyu mtu wa Mungu aliyetoka Yuda sasa ni maiti. Biblia inasema watu wakapita wakaona mwili wake, wakaenda Betheli na wakasema, tuliona mtu akiwa alikuwa juu ya punda, na simba ametoka kule kichakani msituni, amemuua na ameketi pale kando kando yake. Hile neno likamufikia yule nabii wa zamani, nabii mzee. Kaambia watoto wake tena, itengenezee mpunda wangu. Akamkalia na akaenda. Kufika pale, akatambua ni yule mtu wa Mungu kutoka Yuda, na akasema, huyu ni yule mtu wa Mungu kutoka Yuda ambaye hakutii neno la Mungu. Angalia, huyu nabii wa zamani ametumika kumdanganya, na kisha vile vile neno la Mungu limemkuchia, ametangaza hatima yake. Na hapa yupo, akachukua ule mwili akaweka juu ya punda, wakasafiri pamoja na akaenda nyumbani kwake. Na Biblia inasema akamuomboleza, akalia, akasema, ndugu yangu, ndugu yangu. Akamuhurumia. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Akamuhurumia. Ninachukua huu muda nikinena because hawa watu wawili walikuwa watu wa maana sana. Walikuwa sauti ya haja katika Israeli na katika Yuda. Kumbuka, katika Yuda jukwaa la Daudi limehifadhiwa. Huyu mtu wa Mungu ametoka katika jukwaa la Daudi. Katika Israeli jukwaa la ibada za sanamu limehifadhiwa, linaloendesha kasumba na itikadi za Suleiman. Hawa watu wawili, nabii wa zamani na nabii yule wa Yuda, walifaa kuwa sauti ya haja, sauti ya mwelekeo, sauti ya kupeana njia, sauti ya kuelekeza watu wamrejelee Mungu. Wote wameshindwa. Nabii wa zamani amesababisha nabii wa Mungu kutoka Yuda amekufa, na alipomleta kwake akamuweka kwenye kaburi lake. Biblia inatuambia ya kwamba akaambia watoto wake, katika hili kaburi la mtu wa Mungu, wakati nitakufa, nyinyi muniweke pale kando ya mifupa yake, kwa maana yeye pia ni nabii wa Mungu. Hallelujah. The prophetic voice is finally lowered in the grave. Sauti ya unabii. Ndiyo sasa watu waendelee kuplunge, kuingia head on, kifutifuti, katika mzururu wa dhambi ambazo zilikuwa zinaenea katika kona yote ya taifa la Israeli.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. This is a very sad story. Biblia inasema ya kwamba, wacha tusome mstari wa 31 hadi 34, inasema, na ilikuja kutimia baada ya yeye kumusika, alinenea wanawe akisema, wakati ambapo nitakufa, pia nisike katika hili kaburi ambapo yule mtu wa Mungu amesikwa. Laza mifupa yangu kando ya mifupa yake. 32 inasema, maana yale maneno ambayo aliyanena kupitia kwa neno la Mungu dhidi ya madhabahu ya kule Bethel na kinyume cha nyumba zote za maeneo yaliyoinuka kwenye michi ya Samaria, ni ukweli itakuja kutimia. Huyu ni yule nabii wa zamani, anaambia watoto wake, anawapea ushauri ya kwamba yale ambayo mtu wa Mungu alikuja kunena dhidi ya manyumba na michi iliyoinuka katika Samaria, in the land of Samaria, ambapo madhabahu haya Bethel yamesimama, yatakuja kutimia. 33 inasema, baada ya haya mambo. Sasa huyu ni mfalme, tunarejelea mfalme kwa sababu mfalme yeye hushikilia kifunguo cha baraka na cha laana. Jeroboamu ameona haya mambo yote. Amesikia ile habari vile ilienda, yeye alijaribu kumshawishi yule mtu wa Mungu kutoka Yuda waende kwake, alikataa. Lakini amesikia ya kwamba nabii wa zamani amemrudisha, na katika kumwachilia aende, simba amemkuta njiani na amemuua. Na sasa amesikwa. Na huyu nabii wa zamani ametamka maneno na ameendelea kudhibitisha, na akasema yote ambayo huyu mtu wa Mungu alinena yatatimika hadi kwa nukta. So akashauri watoto wake, takapokufa mnisike pale. Sasa mstari wa 33 ambao ni nyeti zaidi, na rejelea huyu mtu ambaye anaitwa King Jeroboam, ya kwamba baada ya haya mambo yote Jeroboam hakurejelea kutoka katika njia yake ya uovu. Hallelujah. Jeroboam hakurejelea. Mark these words. Weka alama haya maneno. Jeroboam ambaye ametunukiwa ufalme, ahifadhi uungu. Mungu amekasirika kwa sababu Suleiman ameuza the whole nation katika idolatry. Amegawa akasema ya kwamba ni jaribu kuokoa watu wangu. Yule Jeroboamu baada ya kuona haya mambo, neno linasema hakurejelea njia za Mungu. Hakuacha njia za maovu, akarejea njia za Mungu. Hallelujah. Lakini alienda akachukua watu walio wa kiwango cha chini sana, akawafanya kuwa makuhani wa mahali palipoinuka. Na yeyote ambaye alimpenda ama alitaka, alimteua na akamfanya kuhani mkuu. 34 inasema, and this thing became sin to the house of Jeroboam, even to cut it off and to destroy it from off the face of the earth. Hallelujah. Hatima ya huyu mtu ikajaa, kaamuliwa. Mungu akasema, nyumba ya Jeroboamu na itangazia hukumu, nitaikatilia mbali, nitaiondoa katika kumbukumbu la wafalme na watawala wa taifa la Israeli. Mark these words, because tutaona kile kinaitwa succession, urithi. Wakati huyu mfalme anaitwa Jeroboamu anatawala, upande ule mwingine Juda Rehoboam anatawala.
This is a very sad ending for the rulership of a man. Ni kukamilika kubaya kwa utawala wa mtu ambaye Mungu amemtunukia utawala. Hakukuwa na haki ya kuwa mtawala wa taifa la Mungu. Hakukuwa katika royal diadem. Lakini hapa yupo, ameharibu kila kitu. Na Mungu ametangaza ya kwamba nitaikatilia mbali na niiharibu kutoka kwa uso wa nchi. Haleluya. Taikatilia mbali na niiharibu kutoka kwa uso ya nchi. That's the arena. Arena, natengeneza arena. Kwa nini Mungu alimtuma nabii wa moto? Na huyu nabii wa moto alipokuja, ni yapi aliyatekeleza? Kama alitekeleza kwa ukamilifu, akamaliza shughuli yake na akaenda kupumzika, akingojea kutiwa thawabu. Haleluya. Ama kuna mwanya mahali ulinena ya kwamba atakuja, tamfuatilia tuelewe. Na kama alikuja mara ya pili, kuna uwezekano tena ya kwamba alikuwa aache mara ya tatu. Hilo ndilo kusudi lenye nanifanya nifundishe kuhusu nabii Eliya. Usikae mbali, ufuatilie haya mahubiri, fuatilie haya mafundisho, na kutaka kukuonyesha the ground yenye ilifanya ya kwamba completely Israel was heedless. Waisraeli walikuwa hawana uungu kabisa. Mungu wa baba zao hayupo. Hawamjui, hawamtambui. Na waliomtambua walikuwa mihanga wa kuuawa. Ndio nabii Eliya aliingia kwenye jukwaa. Nataka kuomba nikamilishe, nirejee hapa saa 8:30 ama saa 9 hapo, itategemea, na tutakuwa pamoja na wewe, na nitakuwa nawakilisha kwa lugha ya Kiingereza. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, ni wewe Mungu uliyeketi juu sana mahali palipoinuka. Baba, ninakushukuru na ninakutukuza. Umenisaidia nikanena hili neno, nikiashiria na kuonyesha Jehova hali ya vile ambavyo ulimtuma mtu wako kutoka Yuda alete habari kwenye Betheli, ambapo madhabahu ya Betheli yalikuwa yamenajisika. Mungu wetu na baba wetu alipofika pale, yeye, ile wingu lenye lilikuwa linawaingiza Waisraeli katika idolatry, katika ibada ya sanamu, naye lilimfunika. He lost the prophetic discourse. Hata licha ya kwamba alitangaza, kapeana ishara, na hiyo ishara ikatokea. Na kuomba Jehova uweza kutusaidia tunapoendelea na hii safari, haya mafundisho, ili Mungu wa Israeli, jina lako liweze kuinuliwa hata katika maisha yetu. Naombea msikilizaji wangu, uweze kumsaidia, uweze kumtembelea, uweze kumuonekania. Jehova Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Asante sana msikilizaji. Naitwa Pastor David Wanjala, Bride of Christ Outreach Ministry, ambaye iko Nakuru. Mungu akubariki. Tunapongojelea kipindi hicho kingine cha Kiingereza, ili niweze kufundisha haya ambaye nimeyafundisha, na naamini ya kwamba Mungu atakusaidia. May the Lord God bless you. Nambari yangu ni 0720352398 0720352398. Mungu awabariki.